Baba Askofu anafahamu nipo hapa, ameniomba niwasalimuni nyote katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Ujumbe mkuu anaoupeleka ni kuwakumbusha au kutukumbusha sisi sote kutembea na Yesu mfufuka. Tutakwenda mpaka 42. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakastaajabu, walimwambia, mna chakula? Aliwaambia, mna chakula hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuoka, akakitwaa akala mbele yao. Amen. Na tuketi. Kama kuna jambo lilikuwa gumu ni baada ya wanafunzi wa Yesu kuthibitisha kwamba Yesu amekufa pale msalabani. Na si kwamba hawakuambiwa kwamba Yesu mwenyewe alitabiri kuwa siku ya 3 atafufuka, lakini ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Si kwamba hatujui kwamba siku moja Yesu atakuja, lakini the way tunavyoishi ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Katika Injili hii tuliyosoma, hawa wanathibitisha ubinadamu wetu, jinsi binadamu alivyo. Anaambiwa na anasikia, lakini kuamini ni neema. Na si kwa sababu mwanadamu hamjui Yesu. Ndio maana utashangaa wa kwanza ambao walikuwa wagumu katika kuelewa ufufuo wa Yesu ni wanafunzi wake. Ni wanafunzi wake. Hata waliposikia wale wanawake wanasema kaburi li wazi, mmoja hakutaka hata majadiliano. Petro alikimbia kwenda kuangalia, kuthibitisha. Petro ambaye alikuwa karibu sana na Yesu. Lakini swala la kuamini ni neema. Nilitegemea nilipokuwa ninasoma habari hii, kila wakati ninapoisoma, nilitegemea siku ile waliposikia habari za wanawake wale kuambia kwamba kaburi li wazi, nilitegemea kusikia sentensi kutoka kwa watu kama akina Petro kwamba lakini alituambia. Ila nilichokiona ni Petro kukimbia na yeye, kukimbia kaburini.
kama mtu asiyeamini. Licha ya kina mama kwenda alfajiri sana na mapema, jana mtu aliyekuwa akitafakari neno akatuambia wale wa kina mama wakiwa na matumaini ya Yesu kufufuka, walikuwa wanakwenda kutimiza taratibu za mazishi. Hata yale mafuta waliokuwa wamebeba yalikuwa ni ya kupaka mwili uliokufa. Hata mawazo yao hayakuwa ya kumkuta Yesu aliyefufuka, la hasha. Hata mawazo yao yalikuwa ya namna gani watakwenda kuliondoa lile jiwe lililokuwa mlangoni mwa kaburi. Kwa hiyo hata walipofika, wa kwanza kuwa surprised ni wao. Mbona jiwe liko pembeni? Hakuna tena jiwe. Sisi tulitegemea jiwe liwepo. Mara nyingi wakati wa Pasaka tunawasifia sana wale wa kina mama, lakini na wao walikwenda kama wanadamu. Licha ya kusikia mafundisho mengi ya Yesu kwamba siku ya tatu nitafufuka. Ndugu zangu, Yesu aliyefufuka anatutuma sisi kuwa mashahidi wake. Yeye anatutuma sisi kuwa mashahidi wake. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari ninaoupenda sana, mstari ule wa 32. Mstari unasema, Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Sisi sote hapa tuliokuja ni mashahidi wake. Lakini kama tulivyowaona wanafunzi wa Yesu, hata hawa ambao waliokuwa katika njia ile ya Emau, bado mashaka na hofu viliwaandama. Imani yetu siku zote inaathiriwa sana na hofu. Kwa nasoma kitabu kimoja, anasema faith na fear vinakwenda pamoja. Ili udondoke wewe na imani ulionao, ile faith, shetani anakurushia fear, hofu. Uliza watu waliokwenda kwa waganga wa kienyeji, kilichowapeleka sio swala lingine, sio kwamba hana imani, ila ameruhusu fear, ile hofu. Yaani Mungu anakupa kila kitu. Anakupa mume mzuri tu, anakupa ujana wako mzuri tu, wewe msichana mwema tu, mzuri tu, lakini hofu. Kisikia mtu anaingia kwenye ushirikina, ni hofu. Sio kwamba hakubatizwa, alibatizwa, lakini ameruhusu dirisha la hofu. Mungu anatutegemea sisi kazi hii ya kumleta Yesu na kutuunganisha naye tena, sisi tukamshuhudie.
Yesu huyu mfufuka hatakuwa na faida yoyote kama hatutamshuhudia, kama hatutamwamini. Kama huamini kwamba Yesu anaweza yote, imani yetu ni bure tu. Kama vile Paulo anasema, kama Yesu angekufa alafu asingefufuka, imani yetu ingekuwa bure. Na mimi naongeza, kama uko ndani ya Ukristo lakini huna imani ya kwamba huyu Mungu, yani Yesu, yu hai, imani yako ni bure. Salamu fulani ambayo mimi sifurahii sana. Mimi huwa mara nyingi huwa nawauliza, na hasa wachungaji, nikisalimiana naye namuuliza, Yesu vipi, hajambo? Watu wanashtuka. Kwa sababu ulishasikia habari za Yesu zamani sana, wakati wa kipaimara, wengine waliopata neema wakati ule. Sasa huwa tunaulizana, huyo Yesu hajambo? Wengine wenye neema wanasema hajambo. Bado ana nguvu ndani yako? Bado ni mfufuka au aliyekufa ambaye bado yuko kaburini? Mtu ambaye anatambua Yesu amefufuka, tena amefufuka kweli kweli kwa ajili yangu, utakwenda mbele, hutaogopa lolote, kwa sababu unajua yeye anatenda mambo yote. So msemo wa watu wanaompenda Yesu, wanasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Lile neno kwamba ni Bwana ni kwamba yeye atakupigania, yupo anakupigania. Hata katika hali ulionayo sasa, ni njia tu, Yesu anakupigania. Na wakati mwingine Yesu anaweza karuhusu, Mungu anaruhusu mambo fulani magumu yapite kwako ili ajichukulie ushindi kwa jinsi ulivyosimama imara. Na moja ya kitu ambacho kinatuponza sana ni sifa za ulimwengu. Tumeshindwa kumwangalia yeye Yesu mfufuka. Tunatamani sana sifa za wana wa ulimwengu huu. Nakumbuka zamani hizo, na mchungaji mmoja zamani sana aliwahi kutufundisha, akatoa mfano mmoja, akasema kuna kijiji, wakati ule makabila yanagombana. Kuna kabila moja lilikwenda likawapiga wenzao na karibu waliteketeza watu wote. Na jeshi lile lililokwenda kupiga lilipokuwa linapita, wengine akawa wanashangilia. Na jemedari mmoja aliyekuwa na jeshi lile la ushindi, wakati anapita wakakuta binti mmoja naye amelala pale. Jemedari akasema, jamani, pamoja na kwamba hao walikuwa maadui zetu, lakini binti mzuri kama huyu naye mlimuua. Maka imetapaka damu. Yaani binti mzuri, yaani ningeweza, huyu ndio alitakiwa mimi nimuoe, sasa naye mmemuua. Kumbe yule binti alikuwa amepaka damu tu, hajafa. Kusikia sifa zile akisema, sijafa, niko hai. Ijumaa iliyopita Yesu ametupaka damu. Damu yake ya pale Golgotha iliyomwagika alitupaka damu. Shetani anapita anakuambia wewe ni mzuri, wewe kijana ni handsome,
Wewe ni mfanya biashara mkubwa, hata wewe umepaka damu ya Yesu. Unamkana Yesu, unasema sijafa, bado niko hai. Unajua kilichomtokea alivyosema hivyo? Yeye yule jemedari hakusubiri jeshi waje wamuue, alimuua mwenyewe. Ndivyo tunavyoishi. Yesu aliyefufuka amemaliza kazi, ametuzingira na damu yake. Anatarajia sisi tumshuhudie, kama Luka anavyosema, tuondoe hofu. Mkristo hutakiwi kuwa na hofu katika kumshuhudia Yesu, hutakiwi kuchoka. Ndio maana nimewaambia hata ile kamati ambayo leo tunaizindua hawatakiwi kuchoka. Kamati, hebu tuimbe na mimi. Haya usiku waja, jema sana usikalewe. Bwana asifiwe. Yesu anatutegemea sisi kuifanya kazi yake, lakini shetani analeta shule nyingine katika mawazo yetu. Atakwambia, unajua watakufilisi tu. Umewekwa kwenye kamati, wamekuchagua wewe kwa sababu wanataka wakufilisi. Kaa nazo, au kawaangalie waliokaa nazo kama wao hawajafilisika. Sijawahi kuona mtu anayemtolea Mungu akafilisika, ila najua watu wasiomtolea Mungu na wamefilisika. Na ukinifuata hata peke yangu nitakwambia mifano. Sijawahi kuona mtu ambaye ana michanganyo, damu ya Yesu anasema iko juu yake, lakini maisha ya ulimwengu huu ameyakumbatia. Sijawahi kuona mtu wa jinsi hiyo akaenda mbele. Nimeona watu wengi ambao wanasherekea kufa kwa Yesu na kufuka kwa Yesu, lakini hawajachota baraka iliyoko katika Pasaka. Wamekuwa ni watu wa kuhangaika. Namshukuru Mungu, Kristo unafunguka macho. Namwomba Mungu ushirika, sio usharika, ushirika, mimi na Kristo usiondoke. Ninaomba Mungu ushirika wako wewe na Kristo usiondoke, wala usiwe wa kuiga, wala usiwe ushirika wa wewe na Kristo wa usharika. Kwamba usharika wa bungo wanakwenda mbinguni. Nataka wewe uwe tayari kwenda mbinguni, wewe kama wewe, sio bungo. Kwa sababu hakuna usharika utakaochukuliwa kwenda mbinguni, wala hakuna nafasi kule mbinguni za usharika, wala diocese, wala hakuna kanisa ambalo limewekewa nafasi kule. Waliowekewa nafasi ni wale waliofua nguo zao katika damu ya mwana kondoo peke yao. Hivyo ndugu yangu, leo usiondoke hapa bila kuwa na tumaini na bila kuwa na hakika ya kwenda pamoja na Kristo aliyefufuka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 kuna maneno ninayoyapenda sana, na ninataka na sisi tuishi kama hawa mitume. Mstari ule wa 33 unasema, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Tunapokwenda kutoa ushuhuda kwa nguvu nyingi bila kuchoka, neema inakuwa juu yetu. Neema nyingi sana inakuwa juu yetu. Watu wanapoona tunaye Kristo aliyefufuka,
na tunamshuhudia, neema yake inakuwa juu yetu. Dayosisi ambayo inaruhusu kumtumikia Mungu na kumshuhudia Mungu, neema inakuwa juu yake. Hiyo ndio siri ya maendeleo ya dayosisi. Sio tu kuwa na mpango mkakati, hiyo hata watu wa dunia wanao. Sisi mpango mkakati wetu ndio huu: ukimshuhudia Kristo, neema inakwenda pamoja nawe. Hao wenzetu watakaojenga kituo chetu, watu watakapokuwa wanaona jengo lile na wanamshuhudia Yesu tunayemwamini, neema ya wale waliofanya inakuwa juu yao. Watoto wetu leo watabatizwa, sijui labda hata watu wazima watakuwemo. Huo ni ushuhuda, na tutaitamka imani ya Kikristo tukishuhudia na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee. Tukimshuhudia kwamba siku moja huyo Yesu atakuja kuwahukumu walio hai na wafu, na tukiishi maisha ya kwamba kweli tunajua ya kuwa Yesu atakuja, atawahukumu walio hai na wafu, neema itakwenda pamoja nasi. Na bahati nzuri, Waluteri tunafundisha juu ya neema. Unajua neema huwezi ukanunua, ni kitu ambacho hukustahili. Yaani anatoa yeye mwenyewe Mungu. Kingekuwa cha kununua, ni wale matajiri tu wangeweza kununua. Lakini neema hii inawapata wale ambao wamefungua mioyo yao. Ninyi mnafahamu Tito anasema neema hii imefunuliwa ya kukataa ubaya, sio? Maana yake neema ya wokovu imekuja. Ndugu zangu, tuifanye kazi ya Mungu wakati huu ambao Mungu ameifungua neema hii. Yawezekana umekaki natamani Pasaka hii ikufikirishe. Siku hii ya Jumatatu ya Pasaka ikufikirishe. Jana nilikuwa nafanya research fulani jioni. Kuna makanisa na hasa kanisa moja kongwe lilikuwa halina ibada za Jumatatu ya Pasaka. Baba Askofu Dr. Makiolili atakuwa anajua. Sasa wameanza kuwa na ibada, na wao wana insist kutembea na Kristo. Ndugu zangu, wakati wa Bwana ni huu. Unaweza ukawa na ubishi wako unaotaka, lakini unaonaje ukikubali? Mbona umekubali mambo mengi, na hasa wazee. Umeshafanya mambo mengi sana katika ulimwengu huu. Kwa nini usimkubali huyu Yesu mfufuka awe ndio kitu cha mwisho kwako? Mbona umekubali hata kuolewa na huyo jamaa ambaye kwa tena unajuta wakati mwingine? Mimi nakuambia huyu Yesu ukikubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hutajuta. Tena uzuri wa huyu Yesu, huyu aliyefufuka huyu, hata kama ulikosea katika hesabu zako, ulikosea, yeye anakwenda kurekebisha na atakwenda kuibadili hata hesabu uliyoikosea. Mnanielewa nikisema hivyo? Unajua siku hizi kama kuna hesabu ngumu, Profesa Matovelo, mimi bado nafanya utafiti. Ni nani alianzisha multiple choice? Najua multiple choice ni ngumu sana. Hata mabinti wengi
wanaume watatu wanasema wanataka kumwoa, anasema huyu anamweka A, huyu B, huyu C. Si nichukue A, nichukue C au B, anakwenda kuchukua kumbe amekosea. Multiple choice. Zamani mitihani ilikuwa haina multiple choice. Mtu alipimwa kwa njia yake. Na mimi nataka kukuambia katika swala la Yesu usije ukaweka kwenye multiple choice. Yeye ni peke yake. Mchague sasa, uongozane naye. Atakwenda kumbadili hata huyo anayekutesa, anayekukosesha amani. Wakina baba, multiple choice, kama ulikosea, nataka kukuambia yupo anayekwenda kurekebisha. Anakwenda kumrekebisha huyo, anarudi katika mstari. Bwana asifiwe. Usije ukajuta hata watoto ambao Mungu amekupa. Kwanza sio wako. Bahati mbaya tu watoto wanaitwa kwa majina yetu, lakini sio wetu. Ni watoto wa Mungu. Tunachokosea wazazi, tunashindwa kwenda na huyu Yesu aliyefufuka, ambaye atakwenda kuibadilisha nyumba nzima. Mimi nina hakika wazazi mlioko hapa, mkiamua kwenda na Yesu huyu mfufuka, nyumba zetu zinakwenda kubadilika. Patakuwa mahali pa furaha, mahali ambapo hatutajuta. Leo nataka tuimbe wimbo tunapo conclude. Wimbo ninaoupenda wakati wa Pasaka 118, na ninatamani sana kwaya itakuwa inanisaidia. 118, mle kaburini Yesu Mwokozi. Huu wimbo unasisitiza furaha ya kufufuka kwa Yesu. Ile mistari ya kwanza miwili tunaimba kwa taratibu, lakini chorus tunaimba kwa nguvu, ili hata wenzetu kule wasikie kuwa Yesu amefufuka. Karibu kinanda. Mle kaburini, tempo. Yesu Mwokozi alilazwa chini, Bwana wangu. Bwana amefufuka, kifo kimeshinda kabisa. Gizani mle alikuwa chini, sasa atawala uko mbinguni. Yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, Bwana Yesu yu hai. Fungu